ili niwaache muendelee na jukumu hili muhimu ambalo mmepanga kulifanya leo. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai uliotuwezesha kukutana hapa asubuhi hii nzuri ya leo. Lakini niwape nyinyi salamu za pongezi kwa hatua kubwa mliofikia ya kuendelea na mkutano huu wa klabu hii kongwe ambao unakuja kuamua kuhusiana na mustakabali wa klabu hii, lakini ambayo inamaanisha mustakabali wa mpira wa Tanzania. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa mkutano mkuu, kwa siku za karibuni kumekuwa na mijadala mingi na hasa kuhusiana na mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu hii, hususan katika eneo la marekebisho ya katiba. Nimesimama mbele yenu leo nikiwa naibu waziri mwenye dhamana ya michezo, na naomba nisisitize ya kwamba serikali haijawahi na wala haitaanza leo kulazimisha klabu yoyote nchini kukamilisha mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji bila uamuzi wa wanachama wenyewe. Simba, mchakato huu ni wenu, ni uamuzi wa wanachama, na kama wanachama mtakubaliana kuendelea kutathmini upya au kubadili mwelekeo, basi huo utakuwa ni uamuzi ambao serikali itauheshimu. Jukumu la serikali katika jambo hili ni kuhakikisha kwamba mchakato wote mnaoamua kuutekeleza unazingatia matakwa ya sheria za nchi na kanuni zinazosimamia mchezo huu pendwa hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, serikali ina jukumu la kuhakikisha kuwa katiba mtakayopitisha, moja, inalinda maslahi ya wanachama kama wamiliki halali wa klabu; mbili, inaheshimu na kulinda maslahi ya wawekezaji waliopo na watakaokuja; tatu, inakidhi matakwa ya sheria, kanuni na taratibu zote zinazohusika katika mchakato wa uendeshaji wa klabu za michezo, ikiwamo za Baraza la Michezo, za RITA, za Mamlaka ya Ushindani Tanzania FCC, pamoja na mamlaka nyingine za serikali. Simba. Lakini pia jukumu lingine la serikali ni kwamba itaweka utaratibu utakaohakikisha uwazi, uwajibikaji na utawala bora ndani ya vilabu vyenu. Ndugu Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kusema kwa uwazi, serikali haijatoa na haitatoa maelekezo ya kumdhuru mtu yoyote wala kuwaelekeza wanachama jinsi ya kuamua kwenye kufanya marekebisho ya uendeshaji wa klabu yenu. Serikali haiwezi kutoa maelekezo yoyote yatakayoingilia maamuzi ya wanachama yaliyo au yatakayofanywa kwa mujibu wa sheria. Lengo la serikali ni kuhakikisha mjadala wa maamuzi ya leo hayapotezi mwelekeo kutokana na hisia, bali yanaongozwa na busara, sheria, maslahi mapana ya klabu na mustakabali wa maendeleo ya michezo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, Simba Sports Club ni taasisi kubwa yenye historia, yenye mamilioni ya washabiki na yenye mchango mkubwa katika uchumi na tasnia ya michezo nchini. Kwa msingi huo, ninaomba mjadala wa marekebisho ya katiba ufanyike kwa utulivu, kwa kujenga, kwa kuheshimiana na kwa kuweka mbele maslahi ya klabu, wanachama wake na wadau wote, wakiwemo wawekezaji waliowekeza kwa nia ya kuendeleza klabu.
Mwisho niwatakie mjadala mwema. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.